Mkoa wa Tabora kwa ujumla tunaendelea vizuri, hali ya usalama inaimarika na shughuli za kiuchumi zinaendelea vizuri. Tuna tukio moja ambalo lilikuwa limejitokeza la kupatikana kwa mtoto ambaye alijaribu kutoroshwa, ambapo Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora linatoa taarifa ya kutoroshwa kwa mtoto, tukio ambalo limetokea tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka huu 2025 majira saa 9:15 kwenye maeneo ya kituo cha mafuta cha Toto kata ya Kanyenye manispaa na mkoa wa Tabora, ambapo Christina Loveness Nation, huyu ana umri wa miaka 15, ni mkazi wa Malagarasi Kigoma, alikamatwa kwa wananchi wakishirikiana na Jeshi la Polisi akiwa anatoroka na mtoto aitwaye Daniela Doto mwenye umri wa miezi 3 na wiki moja. Mtoto huyu alimchukua kutoka kwa mwajiri wake aitwaye Beatrice Kiboma. Ni kwamba tarehe 18 mwezi wa 3 majira saa 7 mchana mtuhumiwa Christina Nation alifika hapa Tabora akitokea Kigoma, ambapo alikuwa ameongozana na rafiki yake aitwaye Koladula Deo kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Huku mtuhumiwa huyu kwa maelezo yake anaeleza alidanganya kwao kwa wazazi wao kwamba alikuwa mjamzito, hali ambayo ilipelekea wazazi wake kuchukizwa na kuondoka nyumbani kwao kuja kufanya kazi za ndani, na kwamba aliogopa asingeruhusiwa kuondoka nyumbani kwao bila kutoa sababu kama hiyo ambayo aliitoa. Na hivyo alipofika na kuanza kufanya kazi kwenye nyumba hii, aliona kwamba kazi ni nyingi, hivyo aliamua kurudi nyumbani kwao na alipata wazo la kutoroka. Na njia ya kutoroka aliona kwamba amchukue mtoto ili atakapofika nyumbani kwao, kwa sababu aliondoka akisema ni mjamzito, akifika nyumbani kwao aweze kueleza kwamba huyu ndio mtoto ambaye alikuwa amejifungua kwa kipindi ambacho alikuwa ameondoka. Alifanya mawasiliano na mama yake na kumweleza kwamba amejifungua na anarudi na mtoto huyo. Kwa hiyo ndio alitoroka na mtoto huyu, na bahati nzuri kwa taarifa ambazo tulipata na ushirikiano na wananchi, mtoto huyu ameweza kupatikana kabla hajafika mbali, na amekaguliwa na kukutwa akiwa na afya njema na tayari amerejeshwa kwa wazazi wake, huku hatua nyingine za kisheria zikiendelea kuchukuliwa kwa mtuhumiwa huyu, na wapelelezi wetu wako katika uchunguzi wa kina kubaini hii sababu ambayo imeelezwa kwenye hatua za awali kwamba ni sababu halisi iliyomfanya kumuiba mtoto huyu, ama zipo sababu nyingine ambazo zimejificha ambazo wapelelezi wetu wanaendelea kuzifanyia kazi. Jeshi la Polisi linaendelea kutoa tahadhari kwa wazazi wanapopata wasichana wa kusaidia kazi za nyumbani, kuhakikisha kwamba wanapata taarifa zao vizuri, kujua ni watu wa aina gani, wanatokea wapi, ili kupata watu sahihi ambao watasaidia kwenye majukumu ya familia zao. Wakati mwingine tunaweza tukajikuta tunapokea aina ya wahalifu ambao wanaweza kuja kutenda makosa mbalimbali ya jinai. Kwa hiyo ni vyema jamii na wanatabora wote, wazazi, kuhakikisha kwamba wanachukua tahadhari kwa watu wanaowaajiri kwenye kazi mbalimbali za nyumbani kwao. Kwa majina naitwa Beatrice Kiboma. Tukio lilitokea, ila binti aliniaga kama anaenda kuanika nguo nje, na wakati huo alikuwa anambembeleza mtoto. Kwa hiyo akatoka na mfuko wake wa nguo, akasema alikuja na nguo mbichi, kwa hiyo anatoka kuzianika nje. Nikamwambia amlete mtoto, akasema natoka naye kuanika, tunarudi. Baada ya kutoka nje kama dakika 2, manake alitoka akiwa na kengele ya mtoto, nikasikia ile kengele hailii. Ndio nikatoka nikaanza kumuita, nazunguka uani kwenye kamba hayupo. Ndio nikatoka getini, nakuta geti liko wazi. Baada ya kuona geti liko wazi, ndio nikatoka nje kwa majirani. Niliogopa sana kwa sababu mtoto bado ni mdogo, bado ni mchanga, na sikutegemea kama ingeweza kutokea tukio la hivyo. Kwa hiyo tunashukuru sana wananchi pamoja na Jeshi la Polisi kwa ushirikiano wao. Ujumbe kwa wakina mama, tunatakiwa kuwa makini sana na mabinti pamoja pia na watoto wetu. Tunatakiwa tuwe na ukaribu, tusiwaamini mabinti tunaowapata. Sasa tulimtambulisha nyumbani pale na nini, tukamwelekeza kila kitu. Kwa hiyo akaanza sasa maisha pale rasmi. Sasa tarehe 19 mimi nikiwa niko kazini kwangu, ni mida saa 9 hivi, nilipigiwa simu na mke wangu akiwa analia sana. Unaona? Sasa nikamuuliza kuna nini, akaniambia bwana, yule binti aliyekuja jana ametoroka na mtoto. Unaona? Ametoroka na mtoto tena. Nasema
Sasa kwa hiyo sasa mimi ikabidi nitoke kazini nianze kuelekea eneo la polisi kwa ajili ya kwenda kutoa taarifa. Hasa bahati nzuri wakati hilo limetokea, maana kwa ushirikiano na majirani ikabidi ikapigwa simu kwenye vituo vya bodaboda vya jirani, lakini pia na stendi kule, ili kama atafika hayo maeneo basi tupate taarifa hizo. Sasa wakati mimi nimefika kituo cha polisi, maana kwa kuwa tayari taarifa zilikuwa zimeshasambaa, basi akawa na jeshi la polisi wakawa wamepata taarifa hizo. Kwa hiyo ikabidi wakafika kwenye maeneo hayo ambayo maeneo ya stendi, ili kwa ajili ya kuweza kuangalia kumtafuta huyo binti. Sasa kwa mida kama saa 10 hivi tayari yule binti akawa amekamatwa kwa kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na raia wema. Alikamatwa maeneo ya Sheli ambayo iko jirani na eneo la stendi, akiwa anatoa fedha kwa wakala ili aingie stendi aweze kupanda gari aondoke.